1961 hadi 2021. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu sana kwa kuitunza kwaya ya uinjilisti Uvuke Kanisa Kuu tangu ilipoanzishwa miaka 60 hadi leo. Historia hii itagusa msingi wa maono ya kuanzishwa kwa kwaya hii, huduma ya kwaya tangu imeanzishwa hadi sasa, mafanikio na changamoto katika safari ya huduma ya miaka hii 60, maono na msingi wa kuanzishwa kwa kwaya ya Uvuke. Kwaya ya uinjilisti Uvuke Kanisa Kuu ilianzishwa tarehe 28 Oktoba 1961. Wakati huo iliitwa Kwaya ya Vijana Kanisa Kuu UVK au Uvuke Kanisa Kuu. Wanachama wake walikuwa ni mchanganyiko wa Walutheri, Moravian na madhehebu mengine yote yaliyo chini ya CCT kwa wakati huo. Na kwa wakati huo kanisa Anglikana Dodoma lilikuwa ndilo kanisa la pekee hapa Dodoma. Madhehebu mengine yote yalikuwa hayajaanzishwa, na kwa sababu hiyo Wakristo wote walio chini ya makanisa ya CCT walisali kanisa kuu. Ilipofika mwaka 1970, madhehebu mengine yalijitenga na kuanzisha makanisa yao, hivyo kundi kubwa la waimbaji waliondoka, wakabaki wachache sana. Lakini kwa kuwa kila kilichoanzishwa na Mungu huwa hakifi, Bwana Yesu asifiwe. Na kwaya hii iliendelea na wengine wengi wakajiunga, na ikawa kwaya kubwa sana miongoni mwa kwaya katika Tanzania hii. Maono ya jina la kwaya. Jina Uvuke lilikuwa ni jina la umoja wa vijana katika Dayosisi ya Central Tanganyika. Katibu wa vijana wa kwanza wa dayosisi, Mchungaji Noel Dahani, naomba asimame pale alipo na yuko mpaka leo. Asante. Yeye pamoja na uongozi wa dayosisi waliasisi jina hili Uvuke, ikiwa na kirefu cha umoja wa vijana uaskofu wa kati, UVUK. Herufi E iliongezwa kuleta maana kibiblia kwa kuchukua maono ya Paulo akiwa katika safari yake ya uinjilisti katika miaka ya uinjilisti wake, na alikusudia kwenda maeneo mengine kwa ajili ya Injili, lakini usiku ule akapata maono ya mtu amesimama mbele yake, anasema vuka uje Makedonia utusaidie. Na neno linasema katika Matendo sura ile ya 16 mstari wa 9, Paulo akatokewa na maono usiku, alimwona mtu wa Makedonia amesimama akimsihi na kumwambia, vuka uje Makedonia utusaidie. Umoja wa vijana kanisa kuu uliitwa UVK Kanisa Kuu, na kwa kuwa kwaya ya vijana ilikuwa moja iliyounganisha vijana wote kanisa kuu, ikaitwa Kwaya ya Uvuke au UVK Kanisa Kuu. Baadaye uongozi wa dayosisi uliamua kubadili jina la umoja wa vijana na kuita idara ya vijana Dayosisi ya Central Tanganyika, jina linalotumika katika dayosisi hata leo. Jina Uvuke likabaki kutumiwa na kwaya. Uongozi wa kwaya wakati huo chini ya mwenyekiti wa kwanza Yaledi Masinga, naomba asimame pale alipo.
Huyu ndiye mwenyekiti wa kwanza kabisa wa Uvuke. Yeye pamoja na wenzake walirekebisha jina hili na kuipa maana halisi ya maono ya Paulo, wakaongeza neno uinjilisti. Kwa kuwa Paulo alikuwa katika uinjilisti, hivyo jina la kwaya likawa kwaya ya uinjilisti Uvuke Kanisa Kuu. Bwana Yesu asifiwe. Uimbaji na vyombo vya muziki. Tangu kwaya ilipoanza 1961 hadi mwaka 1972, kwaya ilikuwa ikiimba bila kutumia vyombo vya muziki. Na mwaka 1973 alipojiunga Asher Lungwa, Rebecca Chibande na Hudson Madinda, kwaya ilianza kutumia Galaton guitars. Hawa ndio waliokuwa wapigaji wa vyombo wa kwanza, na baadaye akajiunga Helmas Kanyala na Noel Madinda. Kwaya iliendelea kutumia Galatons guitars hadi mwaka 1976 walipokabidhiwa na diocese vyombo vilivyotumia umeme. Walipewa seti nzima ya vyombo. Askofu Alfa Muhammad akiwa mwenyekiti wa vijana wa diocese wakati huo, kwa maagizo ya Askofu Yohana Madinda, walivikabidhi vyombo hivyo baada ya kuwanyang'anya The Gogo Group Band ambayo ilianzishwa na mchungaji Kandrusi. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji Dr. Kandrusi akiwa katibu wa vijana wa diocese aliagiza vyombo vya muziki kwa jina la DCT, idara ya vijana. Vilipofika alianzisha band iliyoitwa The Gogo Group Band, ambayo wapigaji wake walikuwa Rebecca Kandrusi, mke wa mchungaji Kandrusi, aliyekuwa huyu Rebecca ni miongoni mwa wale waliokuwa wapigaji wa Uvuke kabla ya kuolewa. Na mwingine alikuwa Robert Semwenda na Godfrey Ndimi Muhogo. The Gogo Group Band waliponyang'anywa vyombo, kikundi kilisambaratika na sehemu ya wanaband wakajiunga na Uvuke, akiwemo Askofu Godfrey Ndimi Muhogo. Baada ya tukio hili kwaya iliimarika zaidi, ikachukua sura ya kwaya ya diocese. Nyimbo za kwaya Uvuke zilitungwa na walimu waliokuwa na uwezo na wito wa uimbaji. Nyimbo zilikuwa na nguvu ya pekee ya neno. Kwa nguvu ya neno katika kuimba, watu waliokoka, na maeneo mengine pepo waliwatoka watu kwa kuimba tu. Siri ya nguvu hii ilikuwa walitunga kwa ajili ya utukufu wa Mungu na si kwa utukufu wao. Baadhi ya watungaji wa nyimbo wa kwanza ni hawa wafuatao: Asher Lungwa, Helmas Kanyala, Noel Madinda, Lista Nukwala, Emmanuel Madinda. Na kuanzia miaka 1990 na kuendelea hadi sasa, na Mungu aliinua watungaji wengine: Joseph Yobwa, Peter Yobwa, Barton Chidodolo, Nico Ndaro, Dani Lusega, Wile Simon, Alpha Mwijumbe, Emmanuel Mangwela na Abel Mayao ambaye sasa ndiye mwalimu wa kwaya. Huduma ya kwaya tangu kuanzishwa hadi sasa. Huduma ya kwaya ya uinjilisti Uvuke Kanisa Kuu ilibeba sura ya diocese. Ilijulikana kama kwaya ya diocese. Waimbaji wake wengi walikuwa ni watumishi wa DCT ofisi kuu. Diocese ilitumia sana kwaya hii kwa kazi ya injili. Moja,
ilitumika katika mipango mikubwa ya mikutano mikubwa ya kidayosisi kama uinjilisti katika maeneo ya Iringa na Manyoni kwa matayarisho ya kuwa dayosisi. Mikutano mikubwa ya injili ilifanyika huko na wanakwaya wengi katika kipindi hicho waliokoka na wakawa na nguvu ya pekee ya uimbaji. Lakini pili, ilitumika katika mikutano mikubwa ya uinjilisti kitaifa kama Mwanza Convention. Huko ilikutana na kwaya kubwa kama Makongoro Kwaya na Mwanza Town Kwaya na Kolandoto na kwaya chache kubwa za wakati huo. Tatu, ilitumika pia katika mikutano mikubwa ya injili iliyoandaliwa na East African Revival hapa Dodoma. Na nne, kwaya Uvuke ilitumika pia kama kwaya maalum katika kuanzisha dayosisi mpya zilizokatwa kutoka DCT kama dayosisi ya Mount Kilimanjaro, dayosisi ya Western Tanganyika, dayosisi ya Ruaha, dayosisi ya Rift Valley na dayosisi ya Kondoa. Kwaya imeendelea kutumika hata sasa kwa uinjilisti wa kishindo katika dayosisi yetu. Pamoja na kutumiwa na dayosisi, kwaya ilikuwa na mipango yake ya kuhubiri injili sawasawa na maono yake. Vuka uje Makedonia utusaidie. Ilihubiri mjini, ilihubiri vijijini, maeneo mengine ilitembea kwa miguu na kupanda malori. Malori yalikuwa ni sehemu ya usafiri wa kwaya hii, na furaha yetu ilikuwa watu waokolewe. Na sita, huduma ya Uvuke ilivuka mipaka ya nchi. Kwaya ilipeleka injili Kenya katika maeneo ya Nairobi na Taveta, na huko watu wengi waliokolewa. Huduma ya Uvuke ilipeleka uamsho wa kiroho Zanzibar katika kanisa la Mkunazini. Kwa mara ya kwanza Wazanzibari walishuhudia mapepo yakiwatoka watu, wagonjwa wakipona na watu kuokoka. Hadi leo Mkunazini wanajua kuwa waliopeleka uamsho wa kiroho ni kwaya ya uinjilisti Uvuke kanisa kuu. Mafanikio. Pamoja na mafanikio ya huduma hii ya injili iliyoelezwa hapo juu, kwaya ya uinjilisti Uvuke kanisa kuu kwa neema ya Mungu imefanikiwa kuwatengeneza viongozi na wachungaji katika kanisa Anglikana Tanzania. Wako wengi walioimba kwaya kisha wakaitwa kwa utumishi katika kanisa. Askofu Alfa Muhammad aliyewahi kuwa askofu wa DMK na Rift Valley alitoka Uvuke. Askofu Simon Chiwanga, askofu mstaafu wa dayosisi ya Mount Kilimanjaro, aliimba Uvuke. Askofu Godfrey Mdimi Muhogolo, askofu wa 5 wa DCT, aliimba Uvuke. Askofu Gerard Mpango, askofu mstaafu dayosisi ya Western Tanganyika, aliimba Uvuke. Na wako wachungaji waliofuata. Kuna Canon Noel Ndahani ambaye tulimsimamisha katibu, na yeye aliimba Uvuke. Mchungaji Festo Mpoyola aliimba Uvuke. Canon John Musa Ntandi, katibu mkuu wa DCT wa sasa, aliimba Uvuke. Canon Charles Mhambi, Canon Emmanuel Madinda, Father Noel Yohana Madinda, Mchungaji Mary Sangaya kabla hajaolewa aliimba Uvuke. Mchungaji Komba na Canon Richard Kanunga, Canon David Mdabuko na Mchungaji Yohana Komba Chimpepo, na yeye aliimba kwaya. Wako na wengine ambao hatuwezi kuwakumbuka, lakini tunaowakumbuka ni hao waliotengenezwa na kwaya hii na wamekuwa vyombo vizuri sana katika kanisa Anglikana Tanzania. 2, kwaya ya uinjilisti iliwahi kumiliki gari pickup aina ya Datsun. Ilisaidia kwa kazi ya uinjilisti vijijini kwa kubeba vyombo.
lakini pia kila baada ya miaka kadhaa kwaya iliweza kununua vyombo vyake vinavyokidhi huduma, vyombo vya muziki ambavyo hata leo vinaendelea kuwa na nguvu ya kutosha. Lakini 4, kwaya ya Uvuke ilifanikiwa kuzaa mtoto aliyeitwa Safina Kwaya. Kwaya hii ilianzishwa na mmoja wa asisi wa Uvuke, marehemu Helmas Kanyala mwaka 1995, na baadhi ya wanakwaya wa Uvuke wakiwemo Peter Ntandu, sijui yuko hapa, kama yuko hebu asimame, mke wake yupo, amen. Lakini pia John Steven ambaye aliwahi kuwa katibu wa kwaya. Hawa pamoja na wengine walianzisha kwaya ya Safina. Kwa hiyo Safina ni mtoto wa Uvuke kwaya. Changamoto pamoja na misukosuko mingi ambayo kwaya imepitia, na Waswahili wanasema ukiona nyani mzee amekwepa mishale mingi. Mungu amekuwa mwaminifu wa kuivusha kwaya hii katika misukosuko hiyo yote. Hata hivyo, moja ya changamoto kubwa ambayo inaikabili kwaya hata sasa ni kuimba katika original yake. Kuimba katika original yake. Na tatizo hili limesababishwa na watungaji na wapigaji wake ambao walitunga nyimbo hizo zamani walihama, na wengine kuitwa na Mungu kwenda mbinguni, na wengine kuitwa kwenye utumishi kama nilivyosema. Hii imesababisha kuwa na wapigaji wapya na watungaji wapya ambao nao Mungu amewapa maono na ufunuo wao. Kwa hiyo katika nyimbo zinazoimbwa leo ni kweli haziko kwenye msingi ule ambao kwaya walikuwa wakiimba, lakini Mungu ameachilia ufunuo kwao pia katika kizazi chao. Kwa hiyo Uvuke, basi mjitahidi kurudi kwenye njia sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Shukrani za pekee tunamshukuru Mungu aliyeanzisha kazi njema katika kwaya Uvuke. Kwaya imekuwa ni mti mkubwa ambao umekuwa baraka kubwa kwa kanisa na kwa watu wengi katika maisha yao. Hapa tunapenda kuwataja waliotangulia mbele za Mungu, lakini kazi zao bado zinasema katika Uvuke hata leo. Marehemu Helmas Kanyala na mke wake Ruth walikuwa ni baraka kubwa. Marehemu Mama Mazengo alikuwa mlezi wa pekee katika kwaya. Wadada walitunzwa vizuri sana na hata kuolewa ndani ya kwaya. Marehemu Joshua Ntiani aliyekuwa mlezi wa pekee katika Uvuke, kuwatunza vijana wa kiume na hadi kufikia kuoa vizuri kwenye kwaya. Hudson Madinda, mlezi na mpigaji wa rhythm guitar ambaye upigaji wake hakuna anayeweza kupiga hata leo. Na marehemu Asheri Lungwa, mtungaji wa nyimbo zaidi ya 50% ya nyimbo za Uvuke alitunga huyu. Marehemu Peter Yobwa, mpigaji wa vyombo vyote na aliyekuwa furaha ya kwaya. Lakini pia marehemu Jackson Mazengo. Wako wengi, hatuwezi kuwaorodhesha wote, lakini hatutawasahau Askofu Yohana Madinda, Askofu Alfa Muhammad na Askofu Godfrey Ndimi Muhogolo waliopumzika baada ya taabu zao. Wote hawa pamoja na waimbaji wengi waliofariki wapumzike kwa amani. Naomba kwa dakika moja tusimame na tuwakumbuke. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Asante, naomba tukae. Tunawashukuru sana maaskofu wote wa Dayosisi ya Central Tanganyika waliotangulia, na kipekee tunamshukuru sana Baba Askofu Dickson Daudi Chilongani, askofu wetu wa sasa anayeshuhudia maadhimisho ya miaka hii 60 ya kwaya ya Uvuke.
pamoja na mababa zetu hawa wote, tunaushukuru uongozi wa kanisa kuu la Roho Mtakatifu, kuanzia Sabdini na wachungaji wote pale kanisa kuu wamekuwa msaada kwa kwaya hii, na Mungu awabariki kwa malezi yenu bora. Na tunawashukuru sana wenye viti wa kwaya katika awamu zote tangu kwaya imeanzishwa, na viongozi wote walioambatana nao, na hasa makatibu wa kwaya. Kwa kumbukumbu, tunakumbuka wenye viti wafuatao ili wabaki kwenye kumbukumbu. Yale ni Masinga aliyekuwa mwenyekiti kwa muda mrefu sana. Naomba asimame tena maana yuko hapa. Asante. Asha Lilungwa alifuata Asha Lilungwa baada ya mzee huyo, na kisha akafuata Aidan Mtuhi ambaye yuko kwenye kazi zingine huko, na kisha kwa neema ya Mungu nikafuata mimi Canon Emmanuel Chimadinda, na Joseph Zakaria alinifuata mimi, na Stephen Mzuri alimfuata Joseph Zakaria, Pearson Charles, Nicholas Ndalo, na sasa tunaye mwenyekiti mama Lea Mazengo ambaye anaongoza kwaya hii vizuri sana. Na naomba asimame Lea, kama Lea yuko naomba baba asimame. Na huyo aliyesimama alikuwa ni katibu wa kwaya. Miongoni mwa makatibu waliofanya kazi vizuri sana kwenye kwaya ni mpendwa yule pale. Ndio walioandaa kwaya vizuri kwenda Nairobi, Kenya kwa ajili ya kazi ya Injili, na mipango yote ya kule na kwenda Zanzibar alikuwa mzee yule. Mungu awabariki sana familia hii. Mwisho, sio kwa muhimu, tunamshukuru Mungu sana aliyeanzisha kazi njema katika uvuke, nasi tunathubutu kusema kwa ujasiri, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba kwa dakika mbili nimwalike mwenyekiti wa kwanza wa uvuke. Yeye baada ya, kama nilivyosoma kwenye taarifa, Walutheri wameenda kwao, wa Moravian wameenda kwao, na madhehebu mengine yote yameenda kwao. Walibaki waimbaji wachache sana. Yeye alipewa jukumu maalum. Naomba uje useme mwenyewe kwa kinywa chako ili watu hawa wasikie. Kwa mzee huyu, kwaya hii iliendelea kusimama hata leo. Karibu baba. Piga makofi mengi kwa mzee Masinga. Atasema kwa dakika chache sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu mgeni rasmi, ndugu walio kwenye meza kuu, ndugu waalikwa, mabibi na mabwana, ninasimama hapa kuongezea sehemu ambayo mchungaji hakuweza kutaja. Kwa kifupi ni kwamba baada ya, mimi nasema Walutheri, madhehebu mengine sijui, baada ya Walutheri kujitenga na wala hawakujali kwamba wameacha kwaya kanisani au la, waliacha wajumbe 5 au Wakristo 5, wavulana 3 na wasichana 2. Ndipo mchungaji Alfa Muhammad ambaye ni bishop, bahati mbaya ukamchukua, alinifuata nyumbani akanikabidhi hawa vijana 5, akaniambia kwamba hakikisha kwaya inasimama kutokana na hawa wajumbe 5. Nikaendelea na shughuli hiyo, tukaanza kujikusanya, wakapatikana wanachama, mimi naita wanachama, si wanakwaya, tukazidi 100.
tulipozidi 100 tukaanza kutazama hawa wanachama 100 wengine wabakie kwenye kwaya, na kuna wengine wana mapenzi ya kwao nje ya kwaya. Tukaanza kugawa vikundi. Kikundi cha kwanza kawa waimbaji, kikundi cha pili wana michezo, kikundi cha tatu wana maigizo, walikuwa kigiza siku ya Pasaka na Christmas, wanaigiza vijana. Na ndipo takuta kwamba Hemas na wenzake wengine wakaingia kwenye kundi hilo la maigizo. Nakumbuka siku moja walifanya maigizo, mwenzake mmoja alisema, ndugu, naomba tuombe. Hemas mwenyewe kwa kauli yake anamwambia, we, kama ukiomba serikali ikikusikia itakufunga. Yeye alichukulia kwamba kuomba ni kama wanavyoomba maskini. Hiyo naikumbuka mpaka sasa hivi. Idara nyingine ilikuwa ya mijadala. Nakumbuka moja tu ambayo ni kumbukumbu kwa muda mrefu kwangu. Mwenyekiti wa mjadala huo alikuwa marehemu Mzee Naftali Lusinde. Tukajikusanya vijana wasichana kutoka Msalato, Uvuke, wakati huo Mazengo ikichuo kwa bado hakijakuwa chuo. Tukajikusanya pale CCT. Ajenda yetu ilikuwa, je, Mungu yupo au hayupo? Wasichana wa Msalato walitetea, wakalia machozi. Lakini alikuweko kijana mmoja alitoka Mazengo, alikuwa nabisha, kama ni milima umezaliwa umeikuta na utakufa utaiacha. Ndipo mwisho Mchungaji Naftali Lusinde akasimama kama kusamu hapa mjadala wetu kwamba katika mwanadamu jaribu chochote unakiweza, lakini huwezi roho wa Mungu kumcontrol asitoke kwako. Mungu akiamua ufe utakufa. Sasa hicho kinachokubalika kwamba ni nguvu ya mwisho ndiyo anayeitwa Mungu. Wote tulikubali. Hiyo ilikuwa ni sehemu moja ya idara kuwapanua mawazo vijana. Idara nyingine ilikuwa kutafuta na kufuatilia Wakristo ambao walipoa hawaji kanisani, lakini Wakristo walikuwa wakitafutwa na kikundi cha vijana. Kulikuwa kuna idara hii. Idara nyingine ya miradi kilimo. Idara ya mwisho ni uongozi wa kuachiana. Ilitungwa katiba katika uongozi tu tunaachiana. Basi katika sehemu zote hizi vijana walikuwa wengi mno. Wengine katika mambo ya michezo tulikuwa na bao pale, kama ukifika pale Makea House kulikuwa na jengo moja pande wa magharibi. Sasa ile jengo lilikuwa la vijana, tulikuwa tunapiga bao na tunapika chai, kahawa, tunakunywa mpaka saa 4 wavulana. Wasichana na waruhusu warudi nyumbani saa 12. Basi vijana walivutika sana wa kutoka kanisani. Mwisho ningeomba walio kwenye uongozi wastafute historia ya huduma ya muziki na uimbaji ya tarehe 27 Novemba 2011. Hii ilichukuliwa na marehemu Asheri, alikwenda kuihariri. Sasa sijui kama alirudisha au hajarudisha. Ya miaka 50 ya kwaya ya Uvuke. Muitafute hiyo, ina shughuli zote ambazo mchungaji alikuwa akizitamka. Baada ya kufikia hapa nasema asante sana kwa kunisikiliza. Asante, piga makofi mengi sana na vigelegele kwa mzee wetu.